Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya kwanza ya Majilio ya mwaka wa kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni kesha haujui siku wala saa. Kesha haujui siku wala saa. Na masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Somo la pili, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 13 aya ya 11 hadi ya 14. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 24 aya ya 37 hadi ya 44. Ndugu zangu, naomba kwanza tuanze tafakari yetu kwa kuangalia dhana nzima ya kipindi hiki cha Majilio. Katika kipindi hiki ambacho ni muhimu kabisa katika kanisa, kuna mengi sana ambayo tunapaswa kuyaelewa. Hiki ni kipindi ambacho kanisa linajifananisha na taifa la Mungu la Agano la Kale, linalotarajia kwa hamu na shauku kubwa sana ya ujio wa mkombozi, yaani Masia. Ni katika kipindi hiki kanisa huona mateso, maumivu, machozi, mahangaiko, huzuni, mkato wa tamaa, uchungu na vilio vya wanadamu, yaani taifa la Mungu, na kutoa matumaini yenye furaha ya kumngojea mkombozi aliyeahidiwa na Mungu. Utasoma katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3 aya ya 15. Ujio huu wa matumaini utausikia ukitangazwa na manabii tena na tena katika kipindi hiki cha Majilio. Hivyo Majilio ni kipindi cha faraja, Majilio ni kipindi cha matumaini, cha kumngojea Mwokozi, kumngojea mkombozi. Ndugu zangu, naomba niwaambie, kipindi hiki kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza inaanza katika Dominika ya leo, itaenda mpaka tarehe 16 ya mwezi wa 12. Sehemu hii inatuongoza vema kutafakari kwa kina ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo katika utukufu wake. Bwana atakuja kwa hukumu watu wote na kukamilisha uokovu. Sauti ile iliyowaonya wana wa Israeli tutaisikia ikituonya na sisi pia. Tutasikia maneno kama yanavyosikika katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 40 aya ya 3. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Utangulizi sasa wa kipindi hiki tutasikia ukisema, sasa tunadhubutu kutarajia tukikesha siku ile Kristo atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake. Utangulizi wa Majilio wa kwanza. Hivyo katika sehemu hii ya kwanza ambayo itaishia tarehe 16 Disemba, tutaona na kutiwa nguvu na kukumbushwa sana kuishi maisha mema bila kuchoka, kwa sababu Kristo atarudi tena mara ya pili, saa na wakati tusiotarajia. Sehemu ya pili ya kipindi cha Majilio itaanza tarehe 17 hadi tarehe 24 Disemba. Hii ni sehemu ambayo itatafakarisha sana ule ujio wake wa kwanza, wengi tumezoea kuita Christmas. Hii ni sehemu inayoonyesha au itakayoonyesha shauku ya wanadamu kupata wokovu na kumpokea Mwokozi huyo aliyezaliwa. Shauku hiyo tutaisikia na tutakuwa tunaimba, hekima, mwana, kimea cha Yese, Immanueli, ufunguo wa Daudi, uje kutuokoa. Ni shauku, lakini ni furaha kubwa sana. Kikubwa zaidi, ndugu zangu katika Kristo, Majilio inatukumbusha kuwa Kristo alikuja na atakuja tena. Hivyo tuwe macho, mioyo yetu iwe tayari kwa wakati wote kumpokea huyu hakimu na mkombozi wetu mwenye haki.
Sasa tukiwa na mawazo hayo, tukiwa na uelewa huo wa kipindi hiki cha Majilio ambacho kinatayarisha mimi na wewe kumpokea huyu Mwokozi, kumpokea huyu hakimu mwenye haki, tuanze tafakari yetu ya Dominika hii kwa kuangalia masomo tukiwa na wazo kuu: kesha haujui siku wala saa. Somo la kwanza, kama nilivyosema, linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Nabii huyu ni moja kati ya manabii maarufu sana katika Agano la Kale. Nabii huyu inasemekana alizaliwa mnamo mwaka 765 kabla ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alizaliwa kwenye familia ya watawala wa kabaila mjini Yerusalemu. Alipokea utume wake wa kinabii mnamo mwaka 740 kabla ya Kristo. Huu ni mwaka aliokufa mfalme Uzia. Alipokea utume huu akiwa hekaluni huko Yerusalemu. Utume wake mrefu zaidi ulidumu katika kipindi cha miaka 40. Hivyo kipindi hiki kilitawaliwa na kuongezeka kwa vitisho vikubwa sana vilivyokuwa vinatishia haya mataifa mawili ya Israeli na Yuda kutoka kwa taifa kubwa na lenye nguvu la Asiria. Tukumbuke pia kitabu hiki cha nabii Isaya kimegawanyika katika sehemu kuu 3. Katika sehemu ya kwanza inaanza ile sura ya 1 hadi ile sura ya 39. Unabii katika sehemu hii ya kitabu unatokea au unafanyika kabla ya uhamisho wa Babiloni. Sehemu ya pili inaanzia ile sura ya 40 hadi ile sura ya 55. Huu ni unabii wakati wa uhamisho wa Babiloni. Sura au sehemu ya 3 ya kitabu hiki ni kuanzia ile sura ya 56 hadi ile sura ya mwisho, yani sura ya 66. Hiki ni kipindi ambacho sasa wana wa Israeli wamerudi sasa katika nchi yao kutoka katika utumwa nchini Babiloni. Hivyo tukishaelewa jiografia ya kitabu hiki, tunaweza tukakiri na kutambua kwamba sehemu ya maandiko tuliyoisikia inatoka katika hii sehemu ya kwanza, yaani wana wa Israeli kabla ya kupelekwa utumwani huko Babiloni. Tulichokisikia ni utabiri wa nabii huyu Isaya, ambao utabiri huo pia tunaweza tukausikia au umeelezwa kwa namna hiyo katika kitabu cha nabii Mika, ile sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 4. Mazingira ya unabii huu ulikuwaje? Hiki ni kipindi ambacho nchi yake, yaani ufalme wa Yuda, ulikuwa unajiandaa kwa vita kali sana. Taifa lote, hasa ufalme huu wa Yuda, ulikuwa katika hatari ya kuharibiwa sana. Hivyo licha ya matishio hayo, licha ya hatari iliyokuwa mbele, nabii huyu anazidi kuwapa moyo watu wake na kuwakumbusha mambo makuu 3 ambayo tumeyasikia katika somo hili. La kwanza, anatabiri kwamba mji wa Yuda utakuwa kivutio cha ulimwengu mzima, yaani taifa hili la Yuda utakuwa kivutio cha ulimwengu mzima, na watu wasio na idadi, ya pili hiyo, watakuja Yerusalemu kutafuta kujifunza na kusikiliza neno la Bwana, neno la Mungu. Na utabiri wa 3 unaoelezwa ni kwamba tunda la haki, tunda la kulishika neno la Mungu litakuwa amani ya ulimwengu. Yaani itafika wakati ulimwengu mzima utamtambua Mungu, ulimwengu mzima utamjua Mungu, na hapo kutakuwa na amani. Ukiweza kuelewa haya, utaweza kugundua kwamba yanaakisi utimilifu wa historia nzima ya wanadamu, ambapo utawala wa Bwana utakuja na kuweka mambo yote sawa, kuleta amani, kuleta haki katika ulimwengu huu tunaoishi, ambao umetawaliwa na vitisho vya kila aina, vitisho vya kijamii, vitisho vya kisiasa, vitisho vya kiuchumi. Vyote hivyo
itafika mwisho katika ule utawala utakaoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo, siku ya hukumu ya Bwana, siku ya hukumu ya Bwana, ambayo mimi na wewe hatujui siku wala saa. Lazima tujiandae wakati wote, kwa sababu Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Neno la Mungu si bure. Hatujui siku wala saa. Siku ya Bwana inakuja. Ndugu zangu, somo la pili kama nilivyosema linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 13 aya ya 11 hadi ya 14. Hiki ndicho kinachosisitizwa sana katika waraka huu. Mtume Paulo anatuonya sana, anatukumbusha kuweza kusoma na kuelewa alama za nyakati, alama za mwisho wa nyakati. Anasisitiza sana, huu si wakati wa kusinzia, huu si wakati wa kulala, huu si wakati wa kujisahau, huu si wakati wa kufanya tu mambo kiolela olela. Huu ni wakati wa kuwa macho, huu ni wakati wa kuamka, huu ni wakati wa kuwa tayari, kwa sababu maisha yetu yatafika mwisho saa na wakati tusiodhani. Masia Yesu Kristu atakuja saa na wakati tusiotarajia. Hivyo Mtume Paulo anasisitiza sana kufanya maisha yetu ya akisi kwamba kuna ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anataka tuachane na malimwengu na kuishi kwa upendo, kupendana sana. Tulichokisikia katika somo hili inaweza kikakisiwa katika ile aya ya 8 ya waraka huu, yani sura ya 13 aya ya 8. Mwangwi wake tunausikia katika hii somo ambalo tumelisikia, au katika hizi aya ambazo tumezisoma. Ndugu zangu katika Kristo, si tu Mtume Paulo anasisitiza sana mimi na wewe kuwa macho, lakini hata Kristo mwenyewe anasisitiza hayo katika ili somo la Injili ambalo tumelisikia. Injili ya Mathayo ile sura ya 24 aya ya 37 hadi ile aya ya 44. Ni Injili ambayo inatuelezea sana, inatuasa sana, tunatuhamasisha kwamba tukeshe. Kristu anaeleza matukio yale yaliyotukia katika historia ya wanadamu, hasa katika Agano la Kale. Tumesikia katika habari za Nuhu akizieleza. Unaweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 6 aya ile ya 5 hadi sura ya 7 aya ya 23. Ni Injili ambayo inadokeza mambo ambayo tunayakuta sana yakisisitizwa katika maandiko matakatifu. Tuliyoyasikia unaweza kuyasoma katika Injili ya Luka ile sura ya 17 aya ile ya 26 hadi 27. Luka vile vile unaweza ukaenda ile sura hiyo ya 17 ile aya ya 34 hadi 35. Ukibaki katika Injili ya Luka unaweza ukasoma vile vile Luka sura ya 12 aya ya 39 hadi ya 40. Ukibaki katika Injili unaweza ukasoma Injili ya Mathayo hii katika ile sura ya 25 aya ya 13. Ukienda katika nyaraka kuna mambo mengi yanasisitizwa hapa ambayo vile vile katika Injili Kristu ameyakumbushia sana, ameeleza sana. Utasoma waraka wa pili wa Mtume Petro kwa watu wote ile sura ya 3 aya ya 6. Unaweza vile vile ukasoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Tesalonike ile sura ya 5 aya ya 2. Kiukweli masomo yetu haya ambayo tumeyasikia yanasisitiza sana kusoma alama za nyakati, kwa kuwa mwisho upo nasi tunatakiwa kuwa macho. Ndugu zangu katika Kristo, kuna mengi sana ambayo tunaweza tukasema kwamba tunaweza tukajifunza katika Dominika hii, lakini kikubwa naomba kwa pamoja tafakari mambo makuu mawili ambayo yanaweza yakatuongoza katika Dominika hii, tukiwa na wazo kuu kwamba
tukeshe kwa sababu hatujui siku wala saa. Ninaomba kwa pamoja tafakari mawazo makuu mawili. La kwanza, mwambie jirani yako, maisha ni yako. Maisha ni yako. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi. Ninaposema maisha ni yako, maana yake lazima kujiangalia wewe mwenyewe bila kufuata mkumbo wa aina yoyote ule. Lazima kujiangalia mwenyewe kabisa. Niwaambie ukweli, umezaliwa peke yako, utaondoka peke yako. Umekuja duniani peke yako, utaondoka siku moja peke yako. Umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu peke yako. Siku na saa usiodhani utarudi kwa huyu muumba peke yako. Wakati huo upo kabisa. Wahenga wanasema hata katika giza kivuli kinakimbia. Katika giza kivuli kinakimbia. Kwa sababu gani nasema hivi? Tunaishi katika ulimwengu ambao unatudanganya na vivuli mbalimbali vya maisha na kusahau kuwa siku ya mwisho ipo, kwamba na hiyo siku itakuja muda mfupi na kila nafsi peke yake itaufikia huo mwisho, na kila nafsi peke yake itakuwa mbele ya Mungu, itakuwa mbele ya kiti cha hukumu. Tunaishi katika ulimwengu ambao tunafunikwa na vivuli vya marafiki, anasa za dunia, undugu, ujamaa na kujuana, na kusahau kwamba mwisho wa siku hakuna atakaye kuwepo. Tutakuwa peke yetu mbele ya uso wa Mungu. Nasema hivi kwa sababu nataka niwape mfano huu muweze kuelewa. Yawezekana ndugu zangu katika Kristo, kuna katabia fulani ukapendi na mbele ya Mungu kana kuuma sana na unaona kabisa si sawa, ila kwa sababu ya urafiki fulani bado unajikuta unaendeleza hiyo tabia. Hiyo tabia japo inakuumiza, lakini ili usionekane msaliti unaendeleza hiyo tabia. Ndugu zangu, naomba niwaambie kitu kingine. Naposema maisha ni yako peke yako, maisha ni yako peke yako, yawezekana kuna matendo fulani maovu na ya kutisha yanatokea katika maisha yako, lakini kwa sababu ya ubinadamu kila siku Mungu anakukumbusha kwamba haya matendo unayoyafanya si sawa, lakini kwa sababu tu uko katika ofisi fulani, hauna budi kuyatenda, hauna budi kufanya. Ndugu zangu, naomba niwaambie, mwisho wa siku hautakuwa na watu hao katika hiyo ofisi, hautakuwa na jamii hiyo au jumuiya hiyo ambayo inakushawishi au inakupelekea wewe kutenda hivyo. Hiyo ofisi ambayo upo, ambayo inakushawishi wewe kutenda hayo ambayo hayapendezi mbele ya Mungu, haitakuwa nawe katika siku yako ya mwisho. Naomba nikueleze kitu kingine. Yawezekana upo katika mahusiano fulani au upo katika ndoa, ila kuna matendo katika mahusiano huo ambao uko kinyume kabisa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu tu upo katika uhusiano huo hauwezi kuondoka, hauwezi kuacha uhusiano, nawe unaendelea na tabia hiyo hiyo japo inakuumiza mbele ya Mungu. Unawezi kuacha ili usionekane msaliti. Ndugu zangu, ni kuombe leo, maisha ni yako. Usifuate mtu wala usifuate mkumbo. Kwa nini nasema hivi? Kwa nini nimetoa mifano na hiyo kwamba usifuate mtu, usifuate kundi la watu, usifuate kwa sababu uko katika jumuiya fulani, basi hata kama hiyo jumuiya inaenda kinyume, basi na wewe kaenda huko, kwa sababu mwisho wa siku utabaki wewe na nafsi yako mbele ya Mungu kwa kile Yesu anachokieleza katika somo hili la Injili. Tumesikia Kristo akitoa mifano mizuri sana, mifano miwili nitaieleza. Ameeleza siku za Nuhu. Siku za Nuhu, kitabu cha Mwanzo
ile sura ya 6 aya ya 5 hadi sura ya 7 hadi ya 23. Ukisoma habari za Nuhu utaelewa mambo mengi sana. Ndio haya nimetaka kuelezea kabla. Siku zile watu waliishi maisha ya kawaida kabisa, wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa. Haya ni mambo ambayo mimi na wewe tumekuwa tukiyaona, mimi na wewe tumekuwa tukiyafanya. Ni mambo ya kawaida kabisa katika kila jamii. Maana yake jamii ilikuwa na shughuli kama kawaida. Je, tatizo sasa tunaweza kujiuliza lilikuwa wapi? Tatizo lilikuwa wapi? Niwaambie, tatizo halikuwa katika shughuli hizi zenyewe. Tatizo lilikuwa sasa wale watu waliokuwa wanafanya shughuli hizi walikuwa wamepooza kiroho. Walikuwa wamepooza kiroho. Yaani malimwengu yaliwasonga sana na kutia vivuli katika roho zao. Vivuli vya shughuli za malimwengu vilileta giza katika maisha yao ya kiroho na kufanya kusahau siku ya mwisho, kusahau kwamba mbele yao kuna gharika. Niwaambie, hawa watu wa kipindi cha Nuhu walijikita mno katika shughuli za kila siku kiasi kwamba hawakumpa Mungu nafasi. Hawakumpa Mungu kwamba, au walisahau kwamba ghafla ipo, gharika ipo mbele yao. Hawakuwaza kuwa gharika inaweza kuja ghafla na wao wakaendelea tu na maisha. Na tunajua kilichotokea ni nini? Gharika ikaja na kuwachukua wote. Tumesikia katika Injili ya Mathayo ile sura ya 24 aya ya 39. Mtakatifu Agustino anasema, Mungu ameahidi msamaha kwa wanadamu, kwa huyu mwanadamu akitubu, ila hajaahidi kesho kwa mwanadamu aliyelala kiroho. Mungu ameahidi msamaha kwa mwanadamu anayetubu, lakini hajaahidi kesho kwa mwanadamu aliyelala kiroho. Hawa watu wa kipindi cha Nuhu walikuwa wamelala kiroho. Hii ina maana gani? Hatari kubwa katika maisha ya mwanadamu ni kulala kiroho. Hatari kubwa si dhambi, bali ni hatari ya kulala katika dhambi, kwamba kuona dhambi fulani ni ya kawaida kabisa. Hatari kubwa si kuendeleza au kuongelea starehe mbalimbali, bali ni kulala katika starehe hizo na kusahau kabisa kwamba kesho ipo, gharika ipo. Usingizi huu wa kiroho ni mbaya sana. Hatari kubwa ni usingizi wa kiroho, usingizi unaokufanya uone kwamba maisha ni ya dunia hii na hakuna kesho. Ndugu zangu, nimesema sana na ninarudia nilivyosema, kwa sababu usingizi huu wa kiroho unaweza ukaletwa sasa na shughuli mbalimbali tunaweza zifanya sisi katika safari yetu ya maisha. Angalia, haujui siku wala saa. Siku hiyo itakuja ghafla kama enzi za Nuhu. Gharika itakuja na kutia uvuli na kutia giza maisha yako, nawe utakuwa peke yako mbele ya kiti cha hukumu. Tumesikia Kristo akitoa mfano mwingine wa wawili wakiwa kondeni au shambani, wawili wakisaga. Ndipo hapa sasa nazidi tena kusisitiza, usifuate mkumbo. Maisha ni yako, maisha ni yako. Na ndio maana nilianza kwa ile mifano. Yawezekana upo katika ofisi, yawezekana upo katika taasisi, yawezekana upo katika urafiki, yawezekana upo katika, kwa hiyo mko wote pamoja, nawe ukafanya kisichompendeza Mungu tu kwa sababu upo katika jamii hiyo, upo katika urafiki huo, upo katika. Ndio hiki sasa Kristo anakiongelea kwa undani kabisa. Tumesikia huu mfano kwamba wawili shambani, wawili wakiwa wakisaga. Ndugu zangu, naomba niwaeleze kitu hapa ambacho
mara nyingi tumekuwa tukizoea sana. Tulipokuwa wadogo tulikuwa tunasoma kwa pamoja, saa nyingine tunaenda kucheza kwa pamoja, saa nyingine tunafanya shughuli nyingi pamoja sana tukiwa kama wanafunzi, na tukiingia darasani tunasoma wote, tunafundisha wote. Lakini matokeo yakija baada ya kufanya mtihani wa kila ambacho tulifanya kila kitu pamoja, yalikuwa yanakuja tofauti sana. Kuna wale ambao tulikuwa tunawacheza nao, tunaruka nao, lakini matokeo yakija wao na faulu sana. Wengi tulikuwa tunawaita geza ufe. Yaani maana yake sio watu wa kuiga. Mnafanya kila kitu pamoja, lakini matokeo yanakuja kuwa tofauti. Nimesema hivi kwa hiki ambacho Kristo anakiongelea hapa, wawili. Naomba nikwambie, Yesu anasema wawili walikuwa shambani, mmoja alitwaliwa, mmoja aliachwa. Wawili walikuwa wanasaga, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Sehemu nyingine ya maandiko matakatifu tutasikia wawili walikuwa kitandani, mmoja anatwaliwa, mwingine anaachwa. Sasa hapa kuna kutafakari sana, ndio anasema maisha ni yako. Hawa wote walikuwa wanafanya kazi moja. Hawa wote walikuwa katika mazingira yale, lakini mmoja anatwaliwa, mwingine anaachwa. Tatizo liko wapi? Lazima tuangalie sana. Tatizo hapa si kazi wala mazingira. Tatizo ni nini? Ni moyo wa kila mmoja mbele ya Mungu. Naomba niwaambie, tatizo hapa ni moyo wa kila mmoja mbele ya Mungu. Sasa naomba niwaambie, yawezekana tukawa wote viongozi, mmoja akatawaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza kuwa wakurugenzi, mmoja akatawaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza kuwa waajiriwa wa serikali, mmoja akatawaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza kuwa mapadri, masista, watawa, mmoja akatawaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza tukawa wakulima, mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza tukawa wafanyabiashara, mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza tukawa bodaboda, mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza tukawa walimu, mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Wote tunaweza tukawa madaktari, mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Ndugu zangu, wote tunaweza tukawa Wakristo, wabatizwa vizuri kabisa, mmoja akatwaliwa, mwingine akaachwa. Hii ina maana gani? Issue si kazi, si mazingira. Je, katika hayo mazingira, katika hiyo kazi, moyo wako uko vipi mbele ya Mungu? Moyo wako, nafsi yako iko vipi mbele ya Mungu? Hivyo usimwangalie mtu mwingine, usiangalie jirani yako, jiangalie wewe mwenyewe. Moyo wako uko vipi mbele ya Mungu? Kuna watu tunafanya nao kazi pamoja, tunaishi nao pamoja, lakini mbele ya Mungu hawa watu ni watu wa sala sana. Mbele ya Mungu ni watu wa maombi sana. Unaweza kumuona kawaida kabisa, tunafanya kazi ofisi moja, tunafanya kazi biashara moja, tunafanya kazi, ukasema huyu hamjui Mungu. Kumbe mbele ya Mungu, ndugu yangu, huyu unayemuona mwenzako si mwenzako kabisa. Huyu unayemuona mnafanya matukio pamoja si mwenzako kabisa mbele ya Mungu. Ana muda wake, ana nafasi yake ambayo anaitenga kwa ajili ya Mungu. Mtima wake uko kwa Mungu zaidi ya wewe unavyodhani, zaidi ya wewe unavyoona, na Mungu anaona sirini humo. Badilika leo. Usimwangalie mwenzako namna hiyo, jiangalie wewe. Mbele ya Mungu uko namna gani? Na hiki tumekiona sana. Kuna viongozi wengi wanasali, kuna wakurugenzi wengi wanasali, kuna askari wengi wanasali, kuna walimu wengi wanasali, kuna wengi sana mbele ya Mungu. Kuna wafanyabiashara unaweza kumuona hivi, ila mbele ya Mungu moyo wake ni Mungu tunayejua. Nafsi yake anakuambia kabisa, mimi bila Mungu si lolote, si chochote. Ndugu zangu, maandiko matakatifu yanatukumbusha hilo, na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alishawahi kusema, kesho ya baadaye huanza leo. Naomba nikuombe leo, uweke moyo wako leo mbele ya Mungu, mbele ya Mungu. Mungu aangalii mazingira hayo, bali anaangalia moyo wako.
na utakatifu unapatikana katika shughuli hizo za kawaida unazozifanya. Mmoja ataliwa, mwingine ataachwa. Usimwangalie mwingine, maisha ni yako peke yako. La pili na la mwisho ni kaa macho. Kaa macho. Ndugu zangu katika Kristo, naomba niwaambie, kukaa macho. Kukaa macho ni kukesha, si macho tu ya kimwili, bali ya kiroho zaidi. Kuwa macho kiroho zaidi. Na Yesu anasisitiza hilo katika mfano huu anaotoa, mfano wa mwizi. Hapa lazima kujua, si kwamba yeye atakuja kuiba, bali atakuja kuchukua kilicho chake. Sisi ni wake. Tujiandae, hatujui siku wala saa. Mtakatifu Paulo anasema, kwa maana ninyi mwenyewe mwajua hakika ya kuwa siku ya Bwana huja kama mwivi ajavyo usiku. Waraka wa kwanza kwa Tesalonike ile sura ya 5 aya ya 2. Anasisitiza, basi tusilale kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Ile sura ya 5 pia aya ya 6. Ndugu zangu, naomba nikwambie, jiandae leo. Jiandae leo, kuwa tayari leo, kesha leo, kwa sababu haujui siku wala saa. Jipatanishe na wanadamu na jipatanishe na Mungu, kwa sababu haujui siku wala saa. Na huko kujipatanisha na Mungu, kujipatanisha na wengine, ndiko kukesha kiroho. Kama una ugomvi na ndugu zako, marafiki zako, jipatanishe leo. Jipatanishe leo. Ndugu mmoja alimuita padri akamwambia katika kitanda chake cha mauti kwamba, padri, nakaribia kufa, naomba niungame na maugomvi na ndugu yangu, naomba nife kwa amani na namsamehe, ila nikipona ugomvi uko pale pale. Padri akainamisha kichwa. Ndugu zangu, naomba jipatanishe. Kama una ugomvi na ndugu zako katika kipindi hiki, tenga muda patana nao. Kama una kisirani na mtu yoyote, rafiki, jipatanishe naye. Jiandae sana sana. Kama kuna migogoro katika familia, patana, imalize kabisa. Haujui siku wala saa. Omba, sali kila siku, Mungu akufanyie wepesi, Mungu afanye kitu katika safari yako ya maisha. Rudisha moyo wako kwa mke wako, rudisha moyo wako kwa mme wako, rudisha moyo wako kwa watoto. Haujui siku wala saa. Na hiki ndicho kipindi. Machozi yanatosha sasa hivi, vita vinatosha sasa hivi, maumivu yanatosha sasa hivi, machozi yanatosha sasa hivi, makelele yanatosha sasa hivi, hasira zinatosha. Mwisho sema samahani, narudi kwenye familia yako. Angalia familia yako kwa jicho la kesho. Hawa ndio watakaokuwa nawe siku zako za mwisho. Hawa ndio watakaolia nawe katika kitanda chako cha mauti. Hawa ndio watakaolia nawe katika uzee wako. Hawa ndio watakaolia nawe katika ugonjwa wako. Hawa ndio watakao kubeba utakapoishiwa nguvu. Ni hao watu wa familia yako. Patana nao. Patana nao. Wakati ndio huu. Kama una addiction fulani, tabia fulani ambayo inakuumiza peke yako na nafsi yako na hauipendi, tenga muda, sali kwa ajili hiyo, na Mungu atakuona. Jihurumie, jipende, jipatanishe, jililie kwa ajili yako na nafsi yako. Mungu anakupenda sana. Acha. Kama upokei masakramenti, anza sasa. Ondoa vizuizi vyote vinavyokuzuia kupokea masakramenti. Anza leo, anza leo, usisubiri kesho. Mtakatifu Sirio Yerusalemu anasema, hatujui saa ya kuja kwake, hivyo tuishi kila siku kana kwamba anakuja leo. Mtakatifu Charles Borromeo anasisitiza katika hili akisema, kipindi cha majilio ni kipindi cha kuchipua, ni kipindi cha kuanza upya. Leo katika kipindi hiki, anza upya. Una siku za kutosha, una majuma ya kutosha kufanya tafakari na kusali. Anza upya na kuombe katika Dominika hii. Jiambie, mimi naanza leo. Anza leo. Kuwa mwema leo. Sali leo. Omba msamaha leo. Patana leo. Saidia leo. Ungama leo. Jisamee leo. Samee wengine leo. Tabasamu leo. Jifariji leo. Penda leo, ili Bwana atakapokuja akukaribishe katika furaha yake ambayo utafurahi pamoja naye milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.